Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI anayeshughulikia elimu, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kuanza kampeni ya kuhamasisha wazazi na walezi kuandikisha na kupeleka watoto wao shule za awali na msingi ifikapo Januari 2026. Sisi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumejipanga kuwapokea watoto wote Tanzania nzima kwa ajili ya kuanza masomo mnamo mwezi Januari. Watoto wa shule za awali, watoto wa shule za msingi. Kauli hiyo ameitoa leo wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku moja katika halmashauri ya wilaya ya Kibaha mkoani Pwani, ambapo alikagua maendeleo ya ujenzi wa shule mpya ya awali na msingi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika eneo la Disunyara. Nitumie pia nafasi hii kuzungumza na wakurugenzi wetu wote maeneo mengine nchi nzima. Kama ambavyo jana nimesisitiza nilivyokuwa Morogoro, vivyo hivyo nitumie nafasi hii kusisitiza. Twendeni tukahakikishe tunafanya na kuendeleza kampeni ya kuhamasisha wazazi wa Tanzania na kuwasihi wazazi wa Tanzania kuhakikisha wanawaleta watoto kwa ajili ya kuandikisha waweze kuanza masomo mnamo mwezi Januari kama ambavyo kalenda inaonyesha na kama ambavyo sisi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumejipanga kuwapokea, na mapokezi yako tayari. Tunangoja watoto hao muwalete waweze kuanza masomo yao. Katika ziara hiyo, naibu waziri amemtaka mkandarasi wa mradi huo kuhakikisha anakamilisha kazi hiyo kwa wakati uliopangwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge amewataka watendaji wa halmashauri zote kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana kwa karibu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Sisi hapa, Mheshimiwa Waziri, tuna filosofi yetu ya uongozi. Hapa hakuna uongozi wa mtu mmoja. Filosofi yetu ya kwanza ni teamwork, tuna share vision. Kwa hiyo siku zote tunakuwa na 20% inayotupa 80% ya matokeo tunayotarajia, inatusaidia kuweka vipaumbele vyetu sawa. We always ensure our priorities are right. Na la tatu ni result based. Sisi tunaenda kwa matokeo. Kila tunachofanya tuna baseline. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa utendaji huo we share experiences, na tunaamini sisi, Mheshimiwa Naibu Waziri, challenge is ahead of us. Kama tunafanya kazi wote kwa kujituma kama timu. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha Regina Bieda amesema mradi huo unatarajiwa kukamilika na kukabidhiwa ifikapo Januari 5, 2026. Shule hiyo itakuwa na miundombinu kamili ikiwa ni pamoja na vyoo, mabweni na madarasa kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo serikali kama imetoa fedha sasa kwa ajili ya kujenga shule kamili kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii itakapokamilika, tunatarajia mpaka tarehe 30 Disemba, mkandarasi wetu ametuahidi kutukabidhi tarehe 5 Januari. Kwa hiyo hata Januari tukipanga watoto, hii shule inaanza vizuri kwa kuwa itakuwa imeshakamilika. Tutakuwa na mabweni mawili, madarasa ya kutosha, matundu ya vyoo. Kwa hiyo tutakapoanza shule, wale watoto wa kule Mlandizi tutawahamishia hapa ili tuweke nguvu sehemu moja, kwa hata walimu sehemu moja. Lakini yes, wote 420 tutaweka hapa. Na pia kwa sababu kutakuwa kuna nyumba ya mwalimu na jirani, pia tutaongeza miundombinu kwa accommodate wale walimu. Vyanzo viwili. Vyanzo cha kwanza kutoka serikali kuu kwa maana ya bweni lile ambalo limekamilika na haya madarasa na matundu ya vyoo. Hizi ni fedha zilizoletwa kutoka serikali kuu. Mbunge wa jimbo la Kibaha Vijijini, Mheshimiwa Mahamud Juma, ameishukuru serikali kwa kutenga shilingi milioni 500 kwa ajili ya mradi huo, akisema ni hatua kubwa ya kuboresha elimu jumuishi katika eneo hilo. Tumekuja takriban milioni 530 kama sikosei kwa ujenzi wa shule yetu. Kwa naamini shule hii imekuja wakati mwafaka kwa sababu vijana wetu wenye mahitaji maalum watapata fursa ya kujisomea. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutuletea fedha hizi na mradi unaendelea vizuri kama unavyoona.
Naamini ujio wako, kama kuna changamoto zote, basi utaweza kutatulia. Kwa sababu wewe ndio bosi wetu, upande mwingine mkurugenzi, unajua vizuri kumsifia mtu akiwepo mwenyewe ili afanye vizuri. Nashukuru kwamba nimemkuta mkurugenzi, lakini natamani Mwenyezi Mungu na nyinyi asipande cheo na wala asiongezeke, nabaki hapa. Mbali na kutembelea mradi huo, naibu waziri pia alikutana na watumishi wa umma wakiwemo wakurugenzi na wakuu wa wilaya katika kikao maalum cha kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ya elimu nchini.